lakini kwenye nilikuwa na perform kanisani. Ndio. Napenda ni perform live na kuwa huru zaidi. I think ni mazoea kwenye kuwepo kwenye praise team kwa muda mrefu. Mwaka jana umefanya live recording? Yes. Tayari umeachia Sio Mimi. Nini kinaendelea? Ya tunaachia nyimbo mpya. Hii wiki haishi, inaanza kesho Jumatatu, haitaisha na ni collabo. Na kufika Jumanne tutakuwa tumejua ni collabo na mtu gani. Still ni surprise, lakini hii wiki haishi, Ijumaa au Jumapili tunaachia wimbo mpya. Kuna mambo tu alikuwa bado hayajakamilika kwa upande wa producer, lakini niliongea naye jana nilipofika Dar es Salaam. Akasema kwamba mambo yako fresh, leo anamaliza kila kitu then anatuma data kwa direct. Ulimshirikisha ni kama unamficha sana. Paka jina la wimbo lishatoka. Ila ulimshirikisha hatajui. Very soon, yeah. Very soon. Ngoja tutamuona. Tutamuona kwa mchezo wa mambo. Yeah. Tukiendelea kuangalia music yako, mbalimbali bustani unazitoa, umeshafanyaga live recording, unafanya ndani na nje. Sehemu gani ambayo inakupa uhuru? Location au ndani? Kote, kwa sababu nimekuwa nikifanya location. Kwa hiyo nimekuwa na uzoefu na location. Sasa pia nimekuwa nikifanya live kanisani na nimefanya live recording ya kwanza ya pili, nimepata uzoefu kidogo pia kwenye live. Kote na kuwa huru. Na mwaka huu tutegemea lolote kwenye live recording kwa kweli? Mwaka huu nadhani tuko na hii album ya Sio Mimi, lakini tutegemee lolote kwenye upande wa studio, kwa sababu tunarudi tena studio, tunafanya tena vitu studio, tunarudi tena location za kusimama nyuma ya kamera hivyo. Wewe ni mtu wa kusupport waimbaji wenzio? Sana. Maana mpaka sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii kuna post umepost ya mtu anaenda kutoa wimbo siku ya leo. Yes. Linatoka kwenye moyo wako au ni kusema linatoka kwenye moyo wangu, kwa sababu pia hata mara kwanza nimepost hakuwa amenitumia ile kitu. Yes, anaye mwenyewe alikuta tu nimeshapost. Ni wewe mwenyewe binafsi. Yes, mimi nilikuwa nimeamua tu kupost, nilikuwa nimepost. Na ukiangalia kwa status zangu za WhatsApp nilikuwa nimepost ibada nyingi kidogo, so napenda tu kusupport wenzangu kwa sababu ninaamini katika kufanya kazi kwa umoja. Kanyelele. Yes, Kanyelele. Na Kanyelele pia yeah, is my good friend. Ndani ya album ya Sio Mimi, dressing code yote ni idea kwako au kuna mtu alikuwa amekuvisha ndani? Ilikuwa idea yangu. So mimi nikazungumza na fundi kwamba natamani kuvaa 1, 2, 3. Basi so akaongezea ushauri mwingine ikawa hivyo ilivyokuwa. Kwa ni fundi. Mambo mwanzo mwisho. Mwanzo mwisho. Ni fundi wa nguo na fundi wa sauti. Fundi wa nguo na fundi wa wa kiatu mtu alinivalisha kwa kuona dressing code yangu. Na dressing code ni fundi pia. Wewe ni fundi. Mimi fundi wa kushona. Fundi si maeneo mengi sio kushona. Yaani fundi. Tunamtukuza Mungu. Tunamtukuza Mungu. Ukienda sehemu umealikwa ufike muda fulani afu kachelewa, wewe unajisikiaje? Najisikia vibaya sana. Najisikia vibaya sana hadi aibu. Najisikia vibaya. Kwa sababu naamini sio kuchelewa kwa mapenzi yangu ya kuchelewa. Hujawahi kuchelewa kwa mapenzi yako? Hata kwenye issue nyingi. Hapana. Yes, mimi na keep sana time. Lakini sasa kitokea nimechelewa ni bahati mbaya. Sawa. Umewahi kuwa shuleni kule wakati tunasoma? Umewahi kuwa na uongozi wowote? Yes, nishakuwa kiongozi. Nishakuwa kiranja wa darasani, lakini pia nilishawahi kuwa kiongozi wa nidhamu. Una nidhamu binafsi? Nidhamu ndio. Maana vilanja wa nidhamu kwa nidhamu ndio maana anapewa hicho kipengele. Nadhani walinipa kwa sababu mimi shuleni nilikuwa mkimya sana. Yes, kwa walijua kwamba huyu mkimya huyu ana nidhamu. So wakanichagua. Wow, safi sana. Mitandao ya kijamii kwako ina nafasi gani? Ina nafasi kubwa sana kwa sababu dunia imehamia kwenye mitandao ya kijamii. Kila mtu anafanya muziki au anafanya kitu chochote cha kuonekana. Lazima kuweka nguvu kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu ndiko ambapo dunia imehamia. Sio watoto, sio watu wazima, sio umri wa kati, wote wanapenda. Yaani sasa hadi wazee. Mamangu saizi ni mtu mzima sana, lakini anapenda sana pia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba hata watu wazima pia